Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hii session, mtu wa Mungu, assignment yangu kwako ni kukuonyesha jinsi ya kushinda shambulizi la kukata tamaa. Jinsi ya kulishinda shambulizi la kukata tamaa, na kwenye mabano utaweka kupambana na roho ya mauti. Kwa sababu hakuna mauti pasipo mtu kukata tamaa. Kabla adui hajamuondoa mtu kabla ya wakati wake, cha kwanza atamsukumia hali ya kukata tamaa. Najua mtu hawezi akafa akaondoka kabisa kimwili hapa duniani pasipo kukata tamaa, kama kifo kimekuja kabla ya wakati wake. Ndio maana ushawahi kusikia kuna mtu amepata ajali au ameumwa ugonjwa fulani, kila mtu akafika point ya kumkatia tamaa, then ghafla yule mtu akaanza kulikava. Ukikaa na wazee au madaktari wanakuambia huyu mtu tunasema will yake ya kuishi bado ina nguvu. Sasa kile ambacho wanakiongelea will ya kuishi ni tumaini lake la kuishi. Maana yake huyu mtu hajakatia tamaa uhai wake. So adui amekuwa tena na tena anashambulia watu wenye hatua, anashambulia watu wenye matokeo, anashambulia watu wenye intention ya kufanya vizuri kwenye maisha, na hasa kundi ambalo analiwinda tena na tena ni wanaume. Mara nyingi sana anawasukumia mawazo ya kukata tamaa, anawasukumia hisia zinazopelekea mtu kutaka kujiondoa, kutaka kuailisha, kutaka kuvunja kitu ambacho anakifanya, maybe labda kuvunja ndoa, kuvunja urafiki, kuvunja mahusiano ya kibiashara, ili mwisho wa siku awe amefanikiwa kuua kile ambacho kipo kwenye maisha yake. Kwa hiyo kama umewahi kukutana na shambulizi la kutaka kukata tamaa au kufikia kabisa kwenye point ya kukata tamaa, nataka nikuhakikishie wewe ulikutana na hicho kitu kwa sababu ulikuwa unafanya vitu. Adui hawezi akamshambulia mtu asiyefanya kitu na shambulizi la kukata tamaa. Adui hawezi akamletea mtu msukumo wa kukata tamaa na kujiondoa, mtu ambaye kila siku anashinda nyumbani akiwa amelala. Ukikutana na hisia, ukikutana na msukumo wa kukata tamaa, inachokwambia ni kwamba wewe ni mtu ambaye unapambania kitu fulani, una matarajio fulani, una ndoto fulani, na una kitu fulani kikubwa unakifukuza kwenye maisha yako. Kwa hiyo jinsi ya kushinda shambulizi la kukata tamaa, kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 1 hadi wa 5. Kuna story moja nzuri kabisa hapa, natamani tuweze kuiona, then nikupe vitu vya msingi ili ujue jinsi ya kushinda shambulizi la kukata tamaa. Kitabu cha Wafalme sura ya 19 mstari wa 1 hadi wa 5, maandiko yanasema, basi Ahabu akamwambia Jezebel habari za mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Jezebel akampelekea Eliya mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho za mmojawapo wa hao. Naye alipoona hayo aliondoka, akaenda akaihifadhi roho yake. Akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko, lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mletemu, akajiombea roho yake afe, akasema, yatosha sasa, e Bwana, uniondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyoosha chini akalala chini ya ule mletemu, na tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Mtu wa Mungu, natakiwa kuelewa kitu kimoja cha msingi. Eliya unayemsoma kwenye hii kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 ndiye Eliya ambaye siku kadhaa nyuma alitoka kushindana na manabii wa miungu Baali zaidi ya 400, akawashinda na akawaua wote kwa upanga. Ndio Eliya ambaye siku kadhaa nyuma aliomba maombi, moto ukashuka kutoka mbinguni, ukateketeza mawe, ukateketeza sadaka, ukalamba maji, ukaunguza mpaka na mchanga.
Ndio Elia ambaye kila mtu kwenye hili taifa alikuwa anamhofia. Ndio Elia ambaye alikuwa anatetemekewa na kuogopwa. Ndiye Elia ambaye ukisoma maandiko na ukisoma Biblia anakuwa regarded kama mmoja kati ya manabii wakubwa. Lakini ndiye huyu Elia aliyefikishwa kwenye pointi ya kuomba Mungu kwamba ikiwezekana aichukue roho yake aweze kufa. Najaribu kukuonyesha mtu wa Mungu kwamba shambulizi la kukata tamaa ni kitu cha hatari sana ambacho adui huwa anakisukuma kwa watu wenye matokeo. Unaposikia story kwamba mkurugenzi wa kampuni fulani amejinyonga, mtu wa Mungu, usizani ni kwamba amejinyonga tu kwa sababu ambazo hata yeye mwenyewe akipewa nafasi ya kuzielewa anazielewa. Hapana. Kuna roho nyuma ya kule kujinyonga. Ukisikia sijui kuna msanii gani amejidunga madawa ya kulevya mpaka amekufa, kuna kitu fulani. The more ambavyo unazidi kwenda juu, ndio the more unakutana na pressure ya kupata mashambulizi makubwa ambayo yanaweza yakahatarisha career yako, kwa maana ya kile unachokifanya, yakahatarisha nafasi yako, au muda mwingine yakakupelekea hata wewe mwenyewe kujiondoa. Tumeshuhudia tena na tena watu wakuu wakiwa wanajirusha kwenye magorofa wanakufa. Tumeshuhudia tena na tena watu wakuu wanaharibu kabisa maisha yao kwa vitu visivyoeleweka. Nini msukumo nyuma? Ni shambulizi la kukata tamaa. Ni shambulizi la kukata tamaa. Adui amekuwa analitumia shambulizi la kukata tamaa kuabort hatima za watu. Adui amekuwa analitumia shambulizi la kukata tamaa kuwakwamisha watu njiani. Adui amekuwa analitumia shambulizi la kukata tamaa kuharibu vitu kwenye maisha ya watu, kuua ndoto, kuua maono, kuua utumishi, kuua tumaini, kuua ndoa, kuua furaha, kuua amani. Kwa hiyo tena na tena ili shambulizi utalikuta linasukumwa kwa watu wakuu, watu wenye matokeo, watu ambao kila mtu alikuwa anaamini huyu mtu anaendelea vizuri. So maandiko yanatuambia Elia alifika point ya kuomba kwamba ikiwezekana Mungu uichukue roho yangu ili niweze kupumzika. Lakini kitu gani hasa ambacho kilisababisha Elia aweze kufika kwenye hiyo point? Ukisoma mstari wa 2 utagundua kwamba Jezebel alimtumia Elia ujumbe. Jezebel alimtumia Elia ujumbe, na ujumbe aliyomtumia ni kama tu ujumbe mwingine. Ilikuwa tu ni maneno fulani kwamba mtu wa Mungu, wewe si umeua manabii wa miungu yangu? Sasa kama ikafika kesho jioni mimi sijakufanya wewe kama ulivyowafanya wale, mimi nisiitwe Jezebel. Ile kauli ikamfanya Elia aogope. Ikamfanya Elia akimbie pale alipokuwa. Ikamfanya Elia afike pointi ya kumwomba Mungu, ikiwezekana ichukue roho yangu niweze kuondoka hapa duniani, kwa sababu hiki kinachonikabili sio kitu cha kawaida. Sasa swali la msingi ambalo mimi na wewe tunatakiwa kujiuliza, yawezekanaje mtu aambiwe maneno alafu aone kwamba nimetishiwa maisha na ninaweza nikauliwa? Ndio hapo ambapo tunajifunza kanuni moja ya msingi sana, kwamba maneno sio tu matamshi. Maneno ni roho. Nyuma ya maneno kuna roho. Ndio maana mtu wa Mungu unatakiwa kuwa makini sana na nani unamwambia habari zako. Ndio maana unatakiwa kuwa makini sana nani unampa sikio lako kuweza kumsikiliza, kwa sababu adui sio mara zote atatumia watu wabaya kukutoa njiani. Adui anaweza akatumia mtu mzuri kabisa unayemwamini, mtu ambaye umetengeneza kawaida ya kumsikiliza kila siku. So yule anavyokuambia kwamba umemwambia unatamani kufanya biashara, anakuambia kwa sasa biashara zinatengeneza hasara sana, then unaondoka, badala ya kuendelea kuwaza kile ulichokuwa unataka kukifanya, kichwa chako chote kimekuwa kimeoccupied na neno moja: biashara kwa sasa zinatengeneza hasara sana. Kama imewahi kutokea kwako kitu kama hiki, ulikutana na mtu akakwambia kitu ambacho alikwambia tu kwa namna ya kawaida, alikwambia tu kwa namna ya wema, ila toka alivyokuambia ni hofu imekukuta, mashaka yamekukuta, mfadhaiko wa ndani umekukuta, kukosa tumaini kumekukuta. Kuna mwingine yamkini alikuwa anataka kuoa binti fulani, akaambiwa tu yule binti nahisi sio mzuri, yule binti nahisi tabia zake sio nzuri, yule binti
pengine kwao wanaonekana hawajatulia. Badala ya wewe kupata sasa akili, pengine uanze kufuatilia ile taarifa, kikazaliwa ndani yako hofu, mashaka, wasiwasi, kuogopa. Mtu wa Mungu, nataka nikuhakikishie, hayo maneno uliyoambiwa hayakuwa maneno ya kawaida. Nyuma ya hayo maneno kulikuwa na msukumo wa roho. Na to be exact, kulikuwa kuna roho ya hofu kwenye hayo maneno. Kwa hiyo hayo maneno yameingia ndani ya moyo wako, yamekutikisa, yamekufanya uanze kuogopa, yamekufanya ufikie hatua ya kukata tamaa. Unajua kuna mtu mwingine aligairisha kufanya biashara kwa sababu tu ya kuambiwa biashara zina hasara. Mwingine unakuta akapostpone kabisa swala la kuoa na akasahau kabisa kwa sababu aliambiwa mchumba aliyetaka kumuoa pengine anawezekana asiwe na tabia nzuri. Kwa hiyo mlango ambao Elia alinaswa ni mlango wa maneno, ni mlango wa matamshi, ni mlango wa kile ambacho amekipa sikio lake kukisikia. So mtu wa Mungu, kwa rehema zake Mungu, natamani ujiulize tena na tena, vyanzo vya taarifa ambavyo umevipa masikio yako vinakusaidia au vinakuharibu? Watu ambao umewapa attention yako kuwasikiliza, wanakutengeneza au wanakuharibu? Mitandao ya kijamii unayoifuatilia, accounts ambazo unazifuatilia, influencers ambao unawafuatilia, taarifa ambazo umekuwa unazisoma tena na tena, zinakusaidia ama zinakuharibu? Kwa sababu adui, believe me or not, adui anaweza akatumia nafasi ndogo sana kuharibu maisha yako. Can you imagine, pengine wewe ulikuwa na ndoto ya kuanzisha biashara, then ukaja ukapita tu kwenye kataarifa fulani mtandaoni, ukakuta mtu anakuambia, ameandika tu, aisee, biashara ni ngumu kweli kweli mpaka natamani na mimi niwe nimeajiriwa. Ile tu ikapelekea useme kwamba hiki kitu sitakifanya. Kwa nini? Kwa sababu hata wale wanaofanya biashara wanasema they wish to be employed. Kitu gani kimepelekea ukate tamaa? Ni taarifa ndogo tu. Ni taarifa ndogo tu ambayo umeiona kwenye WhatsApp status. Ni taarifa ndogo tu ambayo umeisoma wakati hata huyo mtu aliyekuwa anaitoa pengine alikuwa anawaza kuchekesha, sio kukutisha. Lakini mwisho wa siku ile taarifa imetengeneza hofu. Sasa naomba nikuonyeshe hatua 4 ambazo shambulizi la hofu huwa linapita. Kabla hofu, shambulizi la kukata tamaa, kabla roho ya kukata tamaa haijatengeneza uharibifu kwenye maisha yako, kuna hatua kama 4 huwa inapita. Stage ya kwanza ni kutokea jambo au kitu kitakachotikisa kabisa moyo wako. Linatokea jambo, linatokea tukio au kinatokea kitu ambacho kinautikisa moyo wako. Kilichotokea kwa Elia ni kwamba alipokea ujumbe. Elia alipokea tu ujumbe wa kawaida kwamba inapofika kesho jioni, kama utaendelea kuwa hai, basi mimi sio Jezebel. Inapofika kesho jioni, kama miungu hawajaikusanya roho yako kama ulivyofanya kule, basi mimi nisiendelee kuwa hai. So shambulizi la kukata tamaa, adui ataanza kukusukia zengwe la kukupitisha kwenye tukio moja. Inawezekana labda wewe ni mtu ambaye ulikuwa unaamini sana kwa habari ya kufanya mambo makubwa 2025. Lakini ikatokea umejaribu ukaangukia pua. Lile tukio la kuharibu, lile tukio la kuangukia pua, lile tukio la kufeli, adui anaweza akali amplify. Ni tukio dogo, lakini akichanganya na hofu, akichanganya na backup ya roho za kipepo, analiamplify lile tukio. Unaanza kuhisi kwamba dunia nzima imekuona jinsi ambavyo umefeli. Dunia nzima inakuona jinsi ambavyo umeanguka. Dunia nzima inakuona jinsi ambavyo umechekesha. Nakumbuka hiki kitu, mtu wa Mungu. Miaka ya mwanzo kabisa, wakati najifunza mambo ya huduma, niliwahi kupewa assignment ya kuhubiri mahala fulani. Na ikatokea maelekezo niliyokuwa nimepewa nini cha kufanya ni either sikuelewa au nilielewa nusu nusu. Kwa hiyo nikajikuta nimefanya kinyume kabisa na vile ambavyo nilitakiwa kufanya. Nini kilitokea? Baada ya kushuka pale, tukaja tukakaa kikao,
mkufunzi akawa anauliza wenzangu kwamba mmeonaje jinsi ambavyo Severino ameperform. Watu wakasema amezungumza, lakini tuna wasiwasi kama alikuelewa. Tunaona ameenda nje ya kile alichokizungumza. Sasa angalia kitu cha ajabu. Hawa watu hawakusema hana kitu. Hawa watu hawakusema kwamba huyu jamaa ni zero brain kabisa, hafai kabisa. Wao walisema tu kuongea anaweza, lakini ameenda kinyume na kile ulichomwagiza kukifanya. Ndani ya moyo wangu mimi ikasoma kwamba nimeaibika, nimedhalilika, na kila mtu aliyeniona anajua nimefanya kituko, na kila mtu aliyeniona anajua mimi ni mjinga, na kila mtu aliyeniona anajua mimi hamna kitu. So toka siku ile, mtu wa Mungu, nilipata hofu na mashaka makubwa ya kuzungumza mbele za watu. Kwa mara nyingine tena, hofu ambayo nilikuwa nimeshaishinda miaka mingi sana nyuma ikarudi, ikanibana na ikaniterrorize kabisa. Nilijikuta nashindwa kuiamini sauti yangu. Yaani ilianza kwa hatua tu ya kuonekana nimekosea kuzungumza mbele za watu. Ilifika hatua mpaka nikajikuta naichukia sauti yangu. Do you see? Shambulizi la kukata tamaa, adui atalianzisha na kitu kidogo sana. Inawezekana wewe ni kijana wa kiume ulitamani kuoa. Ukamapproach binti akakujibu kwa dharau, akakujibu majibu ya ovyo, akakujibu majibu magumu. Na kilichotokea baada ya yeye kukujibu yale majibu magumu, ukaanza kupata picha kichwani. Pengine mimi sura yangu ni mbaya, pengine mimi sivutii, pengine mimi sistahili, pengine mimi ni mtu wa ovyo. Mwisho wa siku unajikuta umekata tamaa kabisa. Nini adui alichokupata? Adui alikutengenezea tukio. Adui alitengeneza situation. Adui alisababisha ukutane na maneno ambayo yatauvamia moyo wako na kuutikisa, yatautisha, atakujaza hofu. Kitu cha hatari ambacho watu wengi hawakijui, hofu ina uwezo wa kuumba vitu ambavyo havipo, na hofu ina uwezo wa kukuza vitu vidogo ambavyo vipo. Inawezekana ulijaribu kufanya kitu fulani ukaharibu. Hofu inachokitengeneza inataka kukuaminisha kwamba dunia nzima wamejua. Ni kama labda kuna mtu alirekodi lile tukio akaliposti kwenye mitandao ya kijamii, alafu akasponsor kwamba kila mtu amejua kwamba wewe ulijaribu kufanya kitu na ukashindwa. Kwa hiyo kila mtu sasa hivi akikuangalia akiwa anacheka, anakucheka wewe kwa sababu ya kile ambacho umekifanya. Ndivyo ambavyo adui anaanza kukuharibu na kukutengenezea zengwe ili ufike sehemu ukate tamaa, uailishe kabisa. Sasa fikiria, mtu wa Mungu, mimi ambaye nimeitwa kwenye huduma na utumishi, mimi ambaye nimeitwa kuhubiri, mimi ambaye nimepewa neema ya kuzungumza na watu, vipi kama ningeendelea kukata tamaa kuhusu kuzungumza? Vipi kama ningeendelea kujificha na kushindwa kuongea na watu? Vipi kama ningeendelea kushindwa kuiamini sauti yangu? Maana yake adui angekuwa amenikata kwenye kusudi, adui angekuwa amenikata kwenye kutimiza mapenzi ya Mungu duniani, adui angekuwa amenikata kwenye maisha yote. So, kitu cha kwanza ambacho adui atakitumia, atatengeneza zengwe, atatengeneza tukio ambalo litatikisa moyo wako, litakupiga kisawasawa, litakujaza hofu na kukuonyesha kwamba umeshindwa. Hatua ya pili ambayo adui atakupitisha ni kukuonyesha kwamba haiwezekani tena. Umefika mwisho kabisa. Ili akufikishe kwenye point uweze kukata tamaa, useme mimi ndo basi tena sitaoa, mimi ndo basi tena sitafanya biashara, mimi ndo basi tena sitajihusisha na mambo ya kuandika vitabu, sitajihusisha na mambo ya upishi, sitajihusisha na masuala ya kutafuta mwenza tena. Adui anataka kukufikisha kwenye point, kukuonyesha kwamba umefika mwisho. Na ataendelea kukunyanyasa ndani, ataendelea kuutikisa moyo wako. Ukiangalia jambo lililotokea kwa Elia alipokea taarifa kwamba ikifika kesho roho yako isipokuwa imeondoka, mimi sio Jezebel. Kitu cha ajabu ni kwamba Elia hakuwa anakaa mjini, Elia alikuwa anakaa polini. Na mahala ambako alikuwa anakaa obvious alikuwa ni yeye tu
na yule msaidizi wake. Yule mtu alipoondoka, Elia akakimbia kutoka pale, akakimbia mpaka mji mwingine. Alipofika kwenye mji mwingine, akaachana na mtumishi wake, akaenda tena umbali mwingine yeye mwenyewe. Alipofika kule ndo akaomba sasa, akaambia Mungu, ikiwezekana unichukue tu roho yangu, kwa sababu mimi naona hapa nimefika mwisho. Kwa hiyo adui anachokifanya ili kukutoa kwenye reli, ili kukufikisha kwenye maamuzi ya kukata tamaa. Kwa sababu sikiliza mtu wa Mungu, adui hana uwezo wa kukukatisha tamaa, yani kukufanya yeye amue wewe ukate tamaa. No, adui anachotaka ni kukufanya ukate tamaa mwenyewe. Yani hana uwezo wa kukupokonya ndoto yako mpaka wewe mwenyewe useme imeshindikana tena, siwezi nikafanya hiki kitu. Adui hana uwezo wa kupokonya hatima yako, hana uwezo wa kupokonya uwezo wako. Adui hana uwezo wa kukuficha, wa kukandamiza popote. Ni mpaka mwenyewe utoe yale maamuzi kwamba imeshindikana. Na ndio hiki ambacho anakuwa anakitafuta hapa. Anatafuta ufike sehemu ukiri kwa maneno yako. Kumbuka mtu wa Mungu, kwenye ulimwengu wa roho, maneno ni ufunguo. Maneno ni ufunguo. Ndio maana liko andiko kwenye kitabu cha Mithali linasema, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Hiyo ni hatua ya kwanza, kwa sababu ukijiona maana yake umefanya maamuzi kulingana na unavyojiona. Liko andiko jingine linasema, chunga sana kinywa chako, kwa sababu ulimi una nguvu ya uzima na mauti. Maana yake ukikiri uzima, uzima utakuwa sehemu ya maisha yako. Ukikiri mauti, mauti itakuwa sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo adui anachokitafuta, anatafuta ufike point, alafu useme sasa mimi nimeshindwa. Adui hana uwezo wa kukuletea matukio ya kushindwa mpaka wewe umekiri kushindwa. Adui hana uwezo wa kukuweka kwenye kifungo cha kutokuoa au kutokuolewa mpaka umefika point umesema mimi kwa hali inayoendelea sitaoa tena. Ndio maana tunatakiwa kuwa makini sana tunapotamka maneno kama haya, kwa sababu hivi ni kama viapo kwenye ulimwengu wa roho. Kama vile ambavyo kwenye sheria za nchi watu wanapelekana mahakamani kufanya viapo, wakiuziana vitu, wanafanya kiapo kwamba nimekuuzia hiki kitu na sitakudai tena, wewe ndio mmiliki halali. Watu wanapotaka kubadilisha majina wanafanya viapo. Kuna viapo vya cheti cha ndoa. Maana yake kile ni kutangaza kwamba hiki kitu kiko kwa mujibu wa sheria. So adui anachokitafuta, anatafuta ukiri wako. Ufike sehemu useme mimi nafikiri kwa habari ya huduma na utumishi basi tena. Ufike sehemu useme tena mimi nafikiri kwa habari ya kufanikiwa kwa haya matukio unayopitia basi tena. Ukikiri kile kitu, maana yake umetengeneza kiapo, umetengeneza mkataba, umeupa ulimwengu wa giza haki ya kuweza kukufikisha kweli kwenye pointi ya kuwa maskini wa maskini, kwa sababu umesema wewe kufanikiwa basi tena. So hiyo ndio hatua ya pili. Kwenye hatua ya pili, adui anachokitafuta sana, anatafuta hicho kiapo, anatafuta huo ukiri wako, anatafuta hilo tamko kwamba nimekubali kushindwa, nimekubali kukata tamaa, nimekubali kuishi hapa, nimekubali kuishi kinyonge. Hatua ya tatu, adui anakusukuma kwenye kujitenga mbali na watu, haswa wale watu ambao wanaweza kukusaidia. Jinsi ambavyo adui yuko very tricky anapotaka kukufikisha kwenye pointi ya kukata tamaa, ili uweze kuharibu, ili uweze kujiondoa, na ikiwezekana uweze kujiua. Adui anakutenga mbali na watu. Ndio maana mtu wa Mungu tunatakiwa kuwa makini sana na watu wetu. Unapoona haswa, naomba niweke msisitizo, hasa wanaume. Moja kati ya tabia ambayo ni kama wanaume wote duniani tuko nayo. Wanaume wanapokutana na mambo yanayotikisa moyo, mara nyingi huwa tunarudi nyuma na kutafuta muda wa kukaa peke yetu. Tunasema wanaume ni caveman, mtu wa mapangoni. Moyo wake ukivurugwa huwa anarudi pangoni, anajificha. Unakuta mtu tu ameanza tu kulalala nyumbani, anazima simu, anasema hatamani kuonana na mtu, anatafuta muda wa utulivu. Sio dalili nzuri. Sio dalili nzuri. Ni kitu cha hatari sana mwanaume kuanza kurudi na kujificha. Maana yake kuna kitu kimempiga, kuna kitu kimeuvuruga moyo wake. Sasa kuna namna ya kumsaidia mwanaume anapokuwa kwenye situation kama hiyo. Kama ni rafiki yako, kama ni ndugu yako, kama ni mdogo wako, kama ni baba yako, kama ni mume wako,
kuna namna ya kumsaidia. Usiwahi kuchukulia kwamba ni kitu cha kawaida mwanaume anapokwepa mzunguko, mwanaume anapochagua kujificha, kwa sababu kikawaida by nature Mungu amemuumbia mwanaume maisha ya kuinuka kwenda kutafuta. Haimaanishi kwamba hana kazi rasmi, haimaanishi kwamba ana changamoto za maisha. No, mwanaume ameumbiwa maisha ya kuamka asubuhi, kuingia mahala fulani kufanya kazi, kuamka asubuhi kuingia kwenye project fulani, kuamka asubuhi kuingia kwenye mambo fulani. Kwa hiyo it is very weird unapokutana na mwanaume amebadilisha cycle ya maisha yake. Badala ya kwenda kupambana anakaa ndani, anasema nafikiria. No, sio dalili nzuri. Sio dalili nzuri. Mara nyingi sana mwanaume anapokaa ndani amejifungia, kule ndio adui anamshambulia. Anamtupia mawazo ya kuanza kuangalia pornography, anamtupia mawazo ya kuanza kujichua, anamtupia mawazo ya kuanza kuwaza vitu vya ovyo ovyo, anamtupia mawazo ya kuanza kukata tamaa. Yaani kuna vitu vingi adui huwa anatafuta mtu mkuu, mtu mwenye nguvu akiwa peke yake ili aweze kumshambulia. Unajua kwa nini anakukata na watu? Kwa sababu akikuondoa kwa watu, haswa watu wanaweza kukusaidia, technically maana yake hautapata msaada. Kwa hiyo wewe umekuwa ni mtu rahisi kushambuliwa. Hautapata mawazo mapya, hautakutana na sauti mpya, hautakutana na tumaini jipya, hautakutana na njia mpya, hautakutana na ubunifu, hautakuwa na mtu wa kushare naye. Kama wewe ni mfuatiliaji, utakuja kugundua taifa la South Korea kumekuwa na situation nyingi sana, mastaa, watu maarufu, hasa wa kwenye filamu na kwenye mambo ya muziki wamekuwa na trend ya kujiua. Sidhani kama umepita mwaka toka mimi nimewahi kufahamu lile taifa, kama umepita mwaka bila kusikia watu 2-3 wamejiua. Kwa nini wanajiua? South Korea wana mfumo fulani kwa watu maarufu. Watu maarufu kwa ajili ya kulinda brandi zao wanajitenga sana na watu, wanaishi maisha ya peke yao, na mara nyingi watu waliowazunguka sio marafiki, waliowazunguka ni wafanyakazi wao, nakuta ni agents. Sasa ile agents, shida ni kwamba wale wanalinda brandi, wanajitahidi kumkata na marafiki, asipige picha, asionekane hivi, asionekane hivi. Sasa kule akiwa kule ndio adui anamshambulia, na mara nyingi imekuwa kwao wanajua. Ni vile tu sijapata neema ya kufika kule na kuweza kuzungumza kitu. Kama ningepata neema ya kufika South Korea na kupata muda wa kuongea na ile taifa, ningewaambia acheni mfumo wa kujitenga na watu, kwa sababu ni mtego adui ameutengeneza. Mtu mkuu, mtu ambaye ana deliver, mtu ambaye anafanya vitu vya kimkakati kwenye jamii na ana matokeo. Do you know kwamba mfumo uko hivi? Kama wewe ni mtu wa matokeo, maana yake kuna nguvu za ndani unazozitumia kuzalisha vitu. Zile nguvu za ndani ukishazitumia unabaki empty. Unahitaji kurecharge ili kuweza kujaa uendelee na maisha. Sasa ni hatari unapokuwa umetumia nguvu za ndani alafu hauja recharge. Utajikuta una recharge na pombe, una recharge na starehe, una recharge na kujitenga, una recharge na vitu vingi sana ambavyo mwisho wa siku vinakuwa ni uharibifu kwenye maisha yako. Kwa hiyo hatua ya 3, adui anakusukuma mbali na watu. Adui anakutengenezea msukumo wa kujitenga na watu ambao wanaweza kukusaidia. Unajitenga na familia, unajitenga na marafiki, unajitenga na wachungaji, unajitenga na washauri, na mwisho wa siku unajikuta umeharibika ukiwa peke yako. Na hatua ya 4 na ya mwisho, adui anakusukumia sasa kwenye mauti. Na hilo ya mauti kazi yake ni kuleta kifo. Na sio mara zote huwa imekuja kuua mtu kimwili. Mauti inaweza ikaja kwa ajili ya kuua furaha ya mtu. Nakuta ni familia imepoteza furaha. Hawa watu ni huzuni kila siku. Ukiangalia sura zao unaona ni watu waliokata tamaa. Ukiangalia sura zao unaona ni watu ambao hawana kicheko. Nakuta let's say ni wanandoa wapya, wamepokonywa furaha yao, wamepokonywa ile passion ya ndoa. Nakuta labda ni mwanafunzi amepokonywa tumaini, ndoto imekatwa.
ile maono aliyokuwa nayo yamekatwa. So mauti inaweza ikawa zaidi ya mtu kufa. Actually akafa kwenye ulimwengu wa roho, akafa kwenye akili zake, akafa mtazamo wake, akafa matumaini yake, akafa matarajio yake, lakini yeye akaendelea kuishi. Swala la msingi ni kwamba naishindaje hii hali? Kwa sababu baada ya kukuonyesha vyote hivyo, sitakuwa nimekusaidia kitu kama nitakuwa nimekuishia hapo hapo. Kuna vitu kama 5 vya msingi ambavyo unatakiwa kuvifanya ili kuweza kuishinda hii hali. Namba 1, shambulizi la kukata tamaa unalishinda kwa kusikia neno la Bwana. Unalishinda kwa kusikia neno la Bwana. Ukiangalia pale kwenye mstari wa 5 utagundua Mungu alishaingiza msaada kwenye maisha ya Elia. Malaika alikuja akampiga ubavuni akamwambia inuka ule. Ukiendelea na hii story utagundua alipokula akashiba akasema nataka kulala, malaika akampiga tena ubavuni akamwambia inuka ule, kwa sababu safari utakayoanza baada ya hapa itahitaji sana uwe umeshiba. Sasa maandiko huwa yanaeleza vizuri kwamba mtu hawezi kuishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno. Maana yake unapoona story ambayo imezungumzia mtu akala akaingia kwenye kazi, haimaanishi tu akala chakula, japokuwa chakula kinaweza ikawa kimehusika. Atakuwa amekula pia chakula cha kiroho ambacho ni neno la Mungu. So ili uweze kuishinda hali ya kukata tamaa, unahitaji kusikia neno la Mungu. Kuna kitu kipo kwenye neno la Mungu, mtu wa Mungu. 2025 ni moja kati ya mwaka ambao nimeona kwa macho yangu wazi wazi nguvu iliyoko kwenye neno la Mungu. Kuna kipindi nilikuwa nasoma maandiko, yani wakati nimeanza kusoma nilikuwa najisikia niko down, lakini ninavyoendelea kusoma unaanza kuhisi kabisa, yani kuna nguvu inaingia ndani yako. Nimekuwa na ubiri, mtu wa Mungu, ujumbe na ubiri unaweza ukawa na focus nyingine kabisa, lakini unakuta huyu kapata hiki, huyu kapata hiki, yule kapata solution ya ndoa, yule kapata solution ya biashara, yule kapata solution kwenye malezi ya watoto, huyu kapata kwenye huduma, huyu kapata kwenye nini. So lisha utu wako wa ndani na neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu lina nguvu, neno la Mungu lina uzima, neno la Mungu ni roho. Kukata tamaa ni mfumo wa kipepo, ni mfumo wa giza, ni roho ambayo iko nyuma ya ile kukata tamaa. So unapoanza kulijaza neno la Mungu ndani yako, neno la Mungu linaenda kupambana na ile roho na kuingiza roho ya uzima. Kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, ili andiko nalipenda kuliko kawaida. Maandiko yanasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuweza kuzigawanya nafsi na roho, viungo na mafuta yaliyo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Ili ni neno la Mungu linaongelewa. Neno la Mungu liko hai, mtu wa Mungu, lina uhai. Neno la Mungu lina nguvu. Unapoanza kujihusisha na neno la Mungu, aidha kwa kulisoma au kwa kusikiliza mahubiri kama hivi ambavyo unanisikiliza, kuna kitu kinaingia ndani yako, kuna uzima unaingia ndani yako. Kwa nini? Kwa sababu kinachozungumzwa ni neno la Mungu, na neno la Mungu once linapoingia ndani yako haliwezi kukuacha uko duni. Naomba nikupe dalili moja. Dalili moja ya kujua kwamba mtumishi wa Mungu unayemsikiliza unapaswa kukimbia, ni kama unamsikiliza alafu moyo wako unakuwa down. Huyo mtu akusaidii, huyo mtu anakuintimidate, kitu ambacho ni contradiction na kanuni za kufundisha neno la Mungu. Neno la Mungu linapofundishwa, unatakiwa kuondoka umechangamka, unatakiwa kuondoka una uzima, unatakiwa kuondoka umeinuka. Lakini kama neno linafundishwa kwako then unakata tamaa, kuna tatizo. Jambo la pili, nini kitakufanya uweze kushinda shambulizi la kukata tamaa? Ni kupitia kutamka neno la Bwana, na hasa kutamka ahadi ambazo neno la Mungu limekupatia. Mtu wa Mungu, unatakiwa kujua kwenye maandiko kuna ahadi. Biblia sio tu kitabu ambacho unatakiwa ukisoma kama story. Kuna ahadi ambazo Mungu ameziahidi kwa ajili ya watu wake.
kuna matamko ambayo yanakuonyesha kabisa maisha yako yanavyotakiwa kuwa. So kinachotakiwa kufanywa na wewe ni kutamka yale matamko. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya hii hofu inayopelekea kukata tamaa ipo kwenye ukimya wako. Kama utachagua kupambana na hii hali ya kukata tamaa kimya kimya, hii hali itakuua, itakumaliza kabisa, itakufikisha pabaya. Unachotakiwa kukifanya ni kupambana nayo kwa matamko. Unatamka kinyume nayo, kwamba inakuonyesha kwamba unakaribia yani inakuletea hofu, uhisi kwamba utapata hasara. Unakumbuka kuna andiko linasema, Mungu anasema mimi ndiye Bwana nikufundishaye jinsi ya kupata faida. Unaanza kusema, kwa jina la Yesu sitapata hasara, nitapata faida. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiyo mentor wangu ananifundisha kupata faida. Unatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, sitaaibika. Kwa nini? Kwa sababu liko andiko linasema, nimekukimbilia Bwana ili nisiaibike. Kwa hiyo ni mwiko mimi kuweza kuaibika. So kadiri ambavyo unatamka, hayo matamko yanameza ile hali ya kukata tamaa, yanaanza kubreathe ndani yako uzima ulioko kwenye matamko ya neno la Mungu. Ukiangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3, unagundua hii kanuni hata Mungu aliitumia. Maandiko yanasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nchi nayo ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilifunika uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Nguvu ya neno la Mungu haipo tu kwenye kulijua. Nguvu ya neno la Mungu ipo kwenye kuliamini na kulitamka. Kuamini na kutamka kile unachokiamini. Sasa kuna contradiction kuhusu jinsi ya kutamka neno la Mungu. Tunapozungumzia kutamka neno la Mungu, hatumaanishi huo umekariri kitu specific, ila kile ulichokielewa na kukiamini kutokea kwenye kile. Kwa mfano, mimi si nimekwambia hapo kwamba na sitapata hasara kwa sababu Mungu ndiye ambaye ananifundisha jinsi ya kupata faida. Liko andiko, lakini hata mimi hapa ni mpaka nianze kusearch. Liko nafikiri kwenye kitabu cha Isaya. So issue sio kutaja Isaya fulani. Issue ni kutaja kitu ambacho ndani ya moyo wako you are well convinced kwamba hivi ndivyo neno linalosema. So Mungu ananifundisha jinsi ya kupata faida. How come Mungu muumba wa mbingu na nchi anifundishe jinsi ya kupata faida, alafu mimi nipate hasara? Haiwezekani. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakataa. Mimi ninafundishwa kupata faida, na Mungu wangu adanganyi, anachokisema ni amina. Kwa hiyo nitapata faida katika jina la Yesu. Unatamka tena na tena mpaka ile hali inamezwa. So kwenye kila hofu za mahusiano, hofu za uchumi, hofu za maisha, hofu za magonjwa, hofu za mambo mbalimbali, zote ambazo zinakushambulia, unatakiwa kulitamka neno kinyume na hizo hali. Jambo la 3 ni kwa kuambatana na watu, haswa wale watu walioletwa kwenye maisha yako kukusaidia. Mtu wa Mungu anatakiwa kujua, Mungu anapochagua kuyainua maisha yako na kukusaidia na kuletea watu. Na ni kosa la kimsingi sana kama utajitenga na watu ambao Mungu amekuletea. So unatakiwa kufanya ni kuhakikisha unakuwa karibu na hawa watu. Mtu wa Mungu, usizani kwamba ni udhaifu kushare changamoto zako na watu ambao wametengeneza hiyo bondi na hiyo closeness na wewe. Yamkini mchungaji ambaye anakuchunga ana hiyo neema, mshirikishe unachopitia. Yamkini ni rafiki yako au mwanafamilia wako, mshirikishe unachopitia. Yamkini ni mzazi, mshirikishe unachopitia. Yamkini ni mimi hapa unayenisikiliza. Chukua namba ya simu ambayo iko hapo, nitafute WhatsApp, niambie mtumishi wa Mungu, napitia 1, 2, 3. Naomba unisaidie jinsi ya kuchomoka. So ni kosa kubwa Mungu akuonyeshe kabisa huyu mtu anaweza kukusaidia na nimemleta kwenye maisha yako ili aweze kukusaidia, alafu wewe ukajitenge naye. Njia ya 3 ya kuweza kukabili shambulizi la kukata tamaa ni kuambatana na wale watu ambao Mungu amekupa ili waweze kukusaidia. Njia ya 4 ni kujifunza kuwa mtu wa shukrani. Kujifunza kuwa mtu wa shukrani. Siri ya shukrani itakupa nafasi ya kumkumbuka Mungu kwamba ni yeye anayekusaidia. Kwa mfano, tumefika mwisho wa mwaka, unatakiwa kuwa na shukrani.
takiwa kujua kwamba Mungu amekusaidia. So amekusaidia kwenye nini na nini? Unaanza kuhesabu vile vitu ambavyo amekusaidia. Unajua watu wengi wanapata changamoto kumwamini Mungu kwa sababu hawana shukrani. Ukijifunza shukrani sio maneno asante. Shukrani ni ule moyo wa kutambua kwamba nisingeweza bila msaada wake. Nisingefika hapa bila msaada wake. So unaanza kukumbuka, okay, nilikuwa na madeni nikamuomba akanisaidia. Nilikuwa na changamoto fulani nikamuomba akanisaidia. Nilikuwa na hiki nikamuomba akanisaidia. Kwa nini nishindwe kumwamini hapa? Kwa nini nishindwe kumtegemea hapa? Kwa nini nishindwe kutarajia kutoka kwake kwenye hili? So jifunze kuwa mtu wa shukrani. Jifunze sana kuomba maombi ya shukrani. Hata kama Mungu ametenda kitu cha kawaida, usikifanye kuwa cha kawaida. Mshukuru kwa ajili ya hicho. Mshukuru kwa ajili ya hicho. Na jambo la 5 na la mwisho ni kurudi kwenye assignment yako. Nguvu zako mtu wa Mungu zipo kwenye kusudi ambalo Mungu amekupa. Utajiri wako uko kwenye kusudi. Uhodari wako uko kwenye kusudi. Kujiamini kwako kiko kwenye kusudi. Kwa hiyo kama utakubali kukaa nje ya assignment yako, hali ya kukata tamaa itarudi tena na tena. So rudi kwenye assignment yako, wekeza kuwa mtu mwenye nguvu na mtu mwenye matokeo. Moja kati ya sababu kwa nini unakata tamaa kirahisi ni kwa sababu hauna matokeo mengi makubwa kwenye eneo lako. Ni ngumu sana mtu ambaye anafanya vizuri kwenye eneo lake kumkuta anataka kukata tamaa. Anakata tamaa ya nini sasa wakati kila kitu kinaenda? So rudi kwenye eneo lako, wekeza kwa nguvu zako zote ili uweze kuwa mtawala. Mtu wa Mungu, ninaamini kupitia hii session kuna kitu umepokea. Kuna kitu umepokea. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 55 mstari wa 10 na 11, ili andiko napenda sana kuomba nalo unapotaka kuanza kufundisha neno. Linasema neno la Mungu huwa halirudi bure. Linatimiza mapenzi yote liliyotumwa kuweza kuyafanya. Natamani kuombea ili ombi. Mtu wa Mungu, kupitia hii session, hivi ndivyo ambavyo mimi natamani na kukuombea mbele za Mungu. Kile kitu kimoja ambacho umekichukua kisirudi bure. Kikakusaidie kuweza kujipata, kikakusaidie kuweza kupiga hatua, kikakusaidie kuweza kusababisha vitu kutokea kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, umelindwa, umetunzwa, umehifadhiwa katika Kristo Yesu. Paka pale wakati mwingine uendelee kubaki salama.